Ndugu wanahabari, habarini za asubuhi. Kwa niaba ya chama na kama alivyotangulia kueleza kiongozi wa chama chetu, ninachukua fursa hii kuwashukuru kwa kuitikia wito wa kuja kusikiliza uchambuzi wetu na kutupa fursa sisi ACT Wazalendo kuweza kuwasiliana moja kwa moja na Watanzania. Kama ambavyo kiongozi wa chama amesema, uchambuzi wetu utakuwa na hoja 10 na mimi nimepewa wajibu wa kufanya uchambuzi kwenye hoja 3 za mwanzo. Hoja ya mwanzo ambayo ACT tumeibaini na mimi nimepewa wajibu wa kuifafanua ni kuendelea kukithiri kwa ubadhirifu na upotevu wa fedha za umma. Kwa mujibu wa uchambuzi wetu, ripoti ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2024/25 imebainisha kuwepo kwa kiwango kikubwa cha ubadhirifu, upotevu wa fedha, matumizi yasiyofuata sheria na udhaifu wa usimamizi wa fedha za umma wenye thamani ya shilingi trilioni 7. Hii ni sawa na ongezeko la asilimia 173.4 ikilinganishwa na ubadhirifu wa mwaka wa fedha 2023/24 ambao ulikuwa ni ubadhirifu wa shilingi trilioni 2.56. Fedha hizi zenye hoja ya ubadhirifu ni sawa na asilimia 13 ya bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2024/25. Katika uchambuzi wetu wa ripoti 4 za CAG, tumebaini kwamba kwa maana ya ripoti za serikali kuu, ripoti za miradi ya maendeleo, ripoti ya TAMISEMI na ripoti ya mashirika ya umma, hoja kuu za ubadhirifu na upotevu wa fedha zimeainishwa kama ifuatavyo. Mosi, kuna upotevu mkubwa wa mapato kwa sababu ya kuibiwa au kutokusanywa kwa ushuru, ada, kodi na mapato yasiyo ya kodi. Jumla ya upotevu huu ni shilingi trilioni 3.21. Pili, uko upotevu kwenye fedha maalum zilizokusanywa lakini hazikuwasilishwa kwenye mifuko husika zenye thamani ya takriban shilingi trilioni 1.48, zikiwemo fedha za matengenezo ya barabara kupitia mfuko wa bodi ya barabara, fedha za maendeleo ya miundombinu ya reli kupitia shirika la reli TRC, fedha za miradi ya maji kupitia mfuko wa maji na fedha za nishati vijijini kupitia REA. Tatu, ni matumizi yasiyoidhinishwa, malipo bila nyaraka na matumizi yasiyo sahihi au yasiyokidhi viwango vya kisheria. Jumla yake ni shilingi bilioni 115.25. Nne, ni ukiukwaji wa sheria, taratibu za manunuzi na usimamizi wa fedha kwa maana ya zabuni kutofuata sheria, mikataba bila idhini na masuala ya single sourcing kwa maana ya kufuata mzabuni mmoja isivyo halali na udhaifu wa mifumo ya udhibiti. Hoja hii ina jumla ya shilingi bilioni 2.43. Tano, ubadhirifu wa fedha za umma na matumizi yasiyo na tija. Hapa pana jumla ya fedha zilizoliwa kwa ushahidi wa wazi ni shilingi bilioni 500.9. Na sita, ni ucheleweshaji katika utekelezaji na kusuasua kwa miradi ya maendeleo kwa maana ya miradi ya maji, miradi ya miundombinu, miradi ya afya, elimu, reli na ujenzi. Hivi vyote kwa kucheleweshwa kwake, thamani ya ubadhirifu ni shilingi bilioni 783.60. Sasa hapa naomba niseme jambo muhimu sana. Ukitazama mwelekeo wa mambo, ukiangalia mwaka wa fedha 2023/24 utaona ubadhirifu ni shilingi trilioni 2.5. Alafu ukitazama mwaka wa fedha 2024/25 ubadhirifu ni shilingi trilioni 7. Hapa maana yake ni kwamba
kadiri tunavyoendelea ubadhirifu umekuwa ukichukua hatamu na ukiongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Lakini ukitazama mwelekeo wa serikali, na hapa niseme jambo, tumemsikia sisi ACT Wazalendo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan akiwa anapokea ripoti za CAG, ripoti ya TAKUKURU na ripoti ya PPRA. Aliwaagiza PPRA kwamba wahakikishe kama anavyofanya CAG, na wao wawaweke hadharani wabadhirifu wote na watu ambao wamefanya vibaya ili waone aibu. Sisi ACT Wazalendo, ujumbe wetu kwa Rais Samia Suluhu Hassan, wabadhirifu, wezi, wahujumu uchumi hawawezi kuacha vitendo hivi kwa kuweka hadharani. Hawawezi kuacha vitendo hivi kwa kuona aibu. Serikali ya Chama cha Mapinduzi inapaswa kuwajibika kwa kuchukua hatua muafaka kuwashughulikia wezi na mafisadi, na pahala sahihi pa wezi na mafisadi ni kupelekwa katika vyombo vya sheria kuhukumiwa ili fedha za umma ziweze kuokolewa. Hiyo ndiyo njia inayopaswa kuchukuliwa. Lakini kama mnavyofahamu, Chama cha Mapinduzi hakiwezi kuchukua hatua hii tunayoipendekeza, kwa sababu mwenendo wa mambo unavyoonekana, CCM imetoka kuwa Chama cha Mapinduzi na jina ambalo wanastahili ni chama cha mafisadi. Narudia tena, jina ambalo CCM wanastahili, hawapaswi kuitwa tena Chama cha Mapinduzi. Jina lao ambalo Watanzania nchi nzima wanapaswa kuwaita kwa trendi hii ya kuongezeka kwa ufisadi na ubadhirifu kutoka trilioni 2.5 mpaka trilioni 7, jina wanalostahili ni Chama cha Mafisadi Tanzania. Sasa sisi hatuchoki kupendekeza hatua tunazozipendekeza, hatua mahususi tunazozipendekeza. Mosi, tunataka watumishi wote wanaohusika na kuwezesha kuwepo na kushamiri kwa vitendo vya ubadhirifu na upotevu wa mapato wakamatwe na hatua za kisheria na kiutawala zichukuliwe. Mbili, tunatoa rai kwa vyombo vya habari na asasi za kiraia kwa maana ya AZAKI kutekeleza wajibu wao wa kimapambano wa kuangazia, kumulika na kuweka hadharani vitendo vya ubadhirifu na upotevu wa fedha za umma. Tatu, tunaitaka TAKUKURU ishughulike na makosa makubwa ya ufisadi na rushwa kwa uwazi. Na hapa niongeze kidogo. Tumeisikia taarifa ya TAKUKURU mbele ya Rais Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tumesikia taarifa yao iliyorejewa katika hotuba ya bajeti iliyosomwa na waziri mwenye dhamana ya utawala bora na utumishi wa umma, ndugu Ridhiwani Kikwete, ikijinasibu kwamba TAKUKURU wameokoa shilingi mpaka kufikia mwaka huu tulionao 2025/26 wameokoa shilingi bilioni 102. Sasa hapa Watanzania wafananishe kwenye ripoti za CAG kwa mwaka wa fedha uliopita 24/25, CAG anatuonesha tukichambua, na unajua ubadhirifu, kutokusanya fedha kutumika visivyo, hizi zote ni indicators za ufisadi na rushwa. Sasa CAG anatuonyesha fedha tunazopoteza ni shilingi trilioni 7, lakini wao ripoti yao iliyopita wameweza kukomboa bilioni 102. Unapoteza trilioni 7, unakomboa bilioni 102. Ni katone kadogo sana kanakombolewa. Kwa hiyo msimamo wetu sisi ACT Wazalendo, TAKUKURU haijatekeleza ipasavyo majukumu yao. Ukiwatazama wao wanahangaika na vyama vya ushirika, fedha walizozikomboa kutoka katika AMCOS, wanahangaika na fedha walizozikomboa kutoka kwa halmashauri. Hawahangaiki na mafisadi wakubwa wanaolitafuna taifa hili. Ndiyo maana tumesema TAKUKURU iwajibike ipasavyo, na uwajibikaji hasa
ni kushughulika na rushwa kubwa kubwa. Tunataka zile zama za skendo za ufisadi, skendo za escrow, skendo za IPTL, skendo za meremeta, zama zile tunataka TAKUKURU ambayo yenyewe ndiyo itayoongoza mapambano ya kuirejesha Tanzania ya uwazi na uwajibikaji wa kushughulika na mafisadi mafisadi wakubwa wakubwa. Jingine tunalolipendekeza, serikali ihakikishe kwamba mifumo ya kielektroniki inafanya kazi kwa ufanisi na wakati wote. Na pendekezo letu namba 5, tunautaka umma wa Tanzania kutumia ripoti ya CAG kuwahoji, kuwakosoa, kuwazomea. Na hii ni mbinu inatumika. Kenya wamefanikiwa sana hii. Viongozi wanaona aibu kwa sababu wanajua kwamba wakitoka hadharani watahojiwa, watapata sauti nzito ya kuzomewa kutoka kwa umma kutokana na rushwa na ufisadi. Tusichukulie ripoti ya CAG kuwa ni jambo la kawaida, kwamba CAG atatoka hadharani, atachambua ubadhirifu, ripoti itaenda kwa Mheshimiwa Rais, huko Ikulu tutaambiwa tu taasisi ziwekwe hadharani ili zione aibu. Baada ya hapo ripoti itaenda bungeni, yatatolewa mapendekezo ambayo hayatofanyiwa kazi. Business as usual. Utafuata mwaka mwingine, CAG naye atarudia kuonyesha udhaifu ule ule. Tuko katika mduara wa udhaifu mkubwa sana wa utekelezaji wa ripoti za CAG. Sasa ni wakati wa Watanzania kubeba wajibu wao wa kimapambano, kuzitumia ripoti za CAG kuikataa CCM, kuizomea CCM, kuionyesha CCM inaongoza utafunaji wa nchi hii. Sasa hilo ni eneo la kwanza ambalo mimi nilipewa nafasi ya kulichambua, na nitoe ahadi, sisi ACT Wazalendo hatutokaa kimya. Tutaendeleza kutekeleza wajibu wetu wa kimapambano wa kuitendea haki ripoti ya CAG kwa kufanya uchambuzi kama huu, lakini pia kuendelea kuibua bila hofu wala woga wowote masuala ya ufisadi yanayolitafuna taifa letu. Hiyo ni ahadi tunawapa, na hatuogopi lolote, hatumuogopi yoyote. Kwa wale wanaodhani wanaweza kutumia vitisho, wale wanaodhani wanaweza kutumia mabavu kuzima sauti yetu, wanapoteza muda wao.